Bwana Yesu asifiwe. Na wasalimu katika jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu aliye hai. Kwa majina naitwa mchungaji Nilumarimana Nikeze, ni kiongozi wa kanisa. Basi nawakaribisha katika neno hili tuweze kulisikia kwa siku ya leo. Lakini ngoja tuanze na maombi. Tunakushukuru Baba Mungu wetu kwa sababu wewe ni mwema. Tunakushukuru kwa sababu wewe ni muweza yote. Tunakushukuru kwa sababu wewe ni mjua yote. Bariki neno lako hili, uwabariki wanaofuatilia somo, uwasaidie kuwafungulia mengi zaidi yatakayo wasaidia. Mimi ninanena tu, anayeweza kubariki neno na kuliingiza ndani ya watu ni wewe. Naomba uwasaidie na usaidie mioyo ya watu tuweze kupata uelewa katika jina la Yesu Kristo. Watakao kwenda kulisikia waweze kuelewa neno, tukiomba na kuamini ya kwamba utakuwa pamoja nasi katika jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu aliye hai. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Basi nawakaribisha tena tuweze kusikia neno la Mungu. Neno la Mungu la leo linasema millennium. Millennium ni nini? Tutaenda kulisema huko mbele. Ni ufalme wa Kristo, yani utawala wa Yesu Kristo kwa miaka 1000. Bwana Yesu asifiwe. Basi tusome neno la Mungu kwanza ambalo liko katika kitabu cha Petro wa pili sura ya 3 mstari wa 13 hadi 14. Naenda kusoma katika jina la Yesu Kristo. Lakini kufuatana na ahadi yake, sisi tunatazamia mbingu mpya na dunia mpya ambayo haki hukaa ndani yake. 14. Kwa sababu hii wapenzi, kwa kuwa mnatazamia mambo haya, fanyeni bidii ili awakute katika amani, bila mawaa wala dosari. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Barua hii iliandikwa na Petro muda mchache tu kabla ya kifo chake, na inashughulikia shida ambazo Petro aliona kwamba zitakuwepo hata baada ya kuondoka kwake. Akawatia moyo waumini kuendelea katika maisha yao ya kukua kiroho, lakini wakitambua ukweli wa Injili ya kumtumaini Kristo. Lakini haihusishi hadithi, bali ukweli anaofanya dhidi ya walimu wa uongo ambao wataharibu ukweli kwa kuinua mawazo yao mabaya wenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Anawaonya dhidi ya walimu wa uongo ambao wanaharibu ukweli kwa kuinua mawazo yao wenyewe juu ya mafundisho yao. Lakini mwishowe anasema kwamba Kristo atarudi. Siku moja atarudi kuharibu mfumo wa kale wa ulimwengu huu. Na kwa ajili ya hilo hatupaswi kushikamanishwa sana na ulimwengu huu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hapa tuna wazo kuu ambalo tunataka kulisema kwa siku ya leo. Katika kitabu cha Petro wa pili ni mwito wa kusimama imara katikati ya misukumo kadhaa ya kupotosha ukweli. Sema amen. Ulimwengu unatafuta kudumisha kazi ya Mwenyezi Mungu, lakini lazima tupinge misukumo hii
yote kwa kuishi maisha ya kiungu, kwa kuamini ukweli, kuvumilia mateso na kumtumaini Mwenyezi Mungu na kutarajia kurudi kwake Mesia mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tunatakiwa tena tuwaambie mwandishi ni nani. Mwandishi ni Petro mwenyewe, na tukisema mahali hapajulikani, lakini huenda ni Rumi. Watu wanasema ni Rumi, waandishi wanasema ni Rumi, lakini hapajulikani ukweli. Lakini tukisema tarehe ni mwaka wa 66 baada ya Kristo. Mgawanyiko mwenyewe ni mbinu ya kukua kiroho, maonyo dhidi ya walimu wa uongo, maneno ya kutia moyo, msingi wake ukiwa kurudi kwa Kristo. Tumesoma Petro wa pili sura ya 3 mstari wa 13 hadi 14. Ndio maana tumetaka kuwajulisha mjue neno kuu la kitabu cha Petro. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia tulisema millennium ni nini? Millennium ni neno linalotokana na neno la Kilatini mille, yani 1000, na annum ambayo ni mwaka. Kwa hiyo neno milenia ni ufalme wa Kristo, yani utawala wa Yesu Kristo kwa miaka 1000. Lakini pia tunatakiwa tusome andiko la utimilifu tu. Ufunuo 21, utasoma wewe mwenyewe. Ufunuo 21 1 hadi 8. Kwa hiyo tunajua kwamba kuna mitazamo mingi ya wanahistoria kipindi cha kanisa dhiki kuu, kwamba Yesu atakuja baada ya hapo milenia, baada ya hapo mbingu mpya na dunia mpya. Lakini tunatakiwa tujue ni kitu gani kitafanyika baada ya milenia. Baada ya milenia kutakuwa na hukumu za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kutakuwa na hukumu za Mungu. Tukienda moja kwa moja kutaja hukumu za Mungu, moja itakuwa ni hukumu kwa moto. Hukumu ya pili inakuwa ni hukumu ya taifa la Israeli. Hukumu ya tatu inakuwa ni hukumu ya mataifa. Hukumu ya 4 inakuwa ni hukumu katika kiti cha enzi cha Kristo, ambayo inaitwa bema. Hukumu ya 5 inaitwa hukumu ya ufufuo wa pili na kiti cha enzi cheupe cha hukumu. Hukumu ya 6 ni hukumu ya malaika walioanguka. Lakini kwa siku ya leo nitamani niweze kufundisha, niwaonyeshe tuweze kuelewa hukumu kwa moto na hukumu ya mataifa, ili tuweze kujua sisi wa Kristo, sisi tunaoamini tutakumbwa na kitu gani. Bwana Yesu asifiwe. Ili uweze kujua vizuri hukumu kwa moto, unaweza kusoma Yuda 15 na Isaya 66 mstari wa 15 hadi 18. Bwana Yesu asifiwe. Hukumu hii ya moto hii itaanza kabla ya kurudi kwa Kristo na itafikia kilele chake wakati Bwana atakapokuja. Ina maana kanisa halitapitia hukumu hii, lakini litanyakuliwa kutoroka shida na ghadhabu hii
ya Mungu. Lakini tukiona hukumu ya mataifa, hiyo tunaisoma Yoeli 3:12, 11 hadi 12, Mathayo 24 mstari wa 30, 25 mstari wa 31 na 46. Lakini madhumuni ya hukumu hii ni kuamua kama wale katika mataifa waliookoka hukumu ya moto waweze kuruhusiwa kuingia na kufurahia baraka za ufalme wa Kristo. Madhumuni ya hukumu hii ni kuamua kama wale kati ya mataifa waliookoka hukumu ya moto waweze kuruhusiwa kuingia na kufurahia baraka za ufalme wa Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia suala la bema ambayo ni hukumu katika kiti cha Kristo litakuwa njia ya kila mlango wa mtakatifu katika ufalme. Baadhi wataingia kwa utoshelevu, wengine wataingia mikono mitupu. Bwana Yesu asifiwe. Nataka niulize, utaingia mikono mitupu au utaingia kwa utoshelevu? Utaingia kwa utoshelevu au utaingia mikono mitupu? Ina maana hapa kuna mataji matano ambayo watu watavikwa wakati wa miaka 1000, wakati wa ufalme wa Kristo. Kuna taji ya kwanza ni taji ya uzima. Ina maana kushinda majaribu na kuvumilia mateso. Tunajua watu wengi wako wanateswa, watu wengi wana shida, watu wengi wana majaribu. Tunajua watu wengi wanavumilia, lakini ninakutia moyo kama Paulo alivyowatia moyo, kama Petro alivyotia moyo wengine, akawatia moyo waumini ili waweze kuendelea, waweze kuwa na bidii, wasipungukiwe kamwe, waweze kuvumilia. Lakini kwa mtu yeyote ambaye anavumilia atapewa taji ya uzima. Bwana Yesu asifiwe. Kuna taji ya pili ambaye ni furaha kwa washindi au kwa washindaji wa roho. Bwana Yesu asifiwe. Kuna taji ya tatu ambayo ni taji ya haki. Hapo inawahusu waaminifu na waadilifu. Kuna taji ya 4 ni taji, inasema taji ya utukufu. Hii taji ya utukufu ni taji kwa ajili ya wachungaji wa kweli. Tunajua kuna wachungaji ambao wanajinyima, kuna wachungaji wengi ambao wanateseka, kuna wachungaji wengi wanasingiziwa, kuna wachungaji wengi ambao wamevumilia mengi, lakini taji yao ni taji ya utukufu. Na kuna wengine ambao ni wachungaji wa ukweli, ambao ni wanyenyekevu, hao taji yao ni ya utukufu. Lakini kuna wachungaji wa uongo, wachungaji ambao wanajiweka juu, wachungaji ambao hawana chochote, wanajiita tu wachungaji. Hao hawatakuwa na taji ya utukufu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia kuna taji ya ushindi. Bwana Yesu asifiwe. Kuna taji ya ushindi. Tunatakiwa tushinde majaribu ili tuweze kupata hiyo taji. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ili tuweze kufikia mbingu mpya na dunia mpya, tusiwe na dosari, tusiwe na aibu, tusiwe na kasoro. Bwana Yesu asifiwe. Watu wengi wanafanya kazi lakini wana dosari.
Watu wengi wanafanya kazi ya Mungu, lakini ni aibu tu. Ukiangalia kazi zao ni aibu. Ukiangalia jinsi wanavyofanya ni aibu. Wana dosari, wana kasoro, hawajaeneza vigezo. Kwa hiyo nawatia moyo tuweze kufanya kazi kwa bidii, tuweze kufanya kazi vizuri, ili tuweze kuona mbingu mpya na dunia mpya. Wanaosikia maneno ya Mungu wote kwa siku ya leo, Mungu awabariki. Ni katika jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu. Amen.